Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans, Simba Sport Club pamoja na bodi ya ligi na TFF, ambapo leo hii shirikisho la soka Tanzania TFF limeweza kutoa taarifa yake kwa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, ambapo wameweza kuweka bayana kila kitu ambacho kimetolewa. Ni taarifa ambayo imetoka ndani ya bodi ya ligi pamoja na TFF juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kumekuwepo na sintofahamu ambayo inaendelea mpaka wakati huu, ambapo ikiwa imebakia takriban siku moja tu kwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo, ambayo mpaka sasa inaonekana kuweza kuota mbao kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa, ambapo yameweza kuwekwa bayana yale yote ambayo yalikuwa kiweza kuleta kigugumizi juu ya mchezo huu yameweza kuwekwa wazi. Tutakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya kile ambacho kimetolewa na TFF, kama kimewaridhisha na vipi kuhusiana na upande wa pili ambako na wenyewe wameweza kutoa matamko yao, na kwenyewe utakwenda kujua na wenyewe wameridhika na uamuzi huu wa TFF kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa. Ni kitu gani hicho utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili yote niko nayo hapa kwa kile ambacho kinaonekana kuweza kutokea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, atakufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho kimeweza kutolewa. Shirikisho la soka Tanzania TFF liliweza kuweka bayana kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo wenyewe kwa muktadha ule ambao uliweza kujili tarehe 8 walisema kwamba kuna ripoti ya uchunguzi, ikasemekana kwamba kuna kigogo ambaye aliweza kupiga simu mchezo wa dabi usiweze kuchezwa. Sasa kwa kile ambacho kinachotembea katika mitandao ya kijamii, inaonekana kutembea barua kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo huenda ukaota mbawa tena, isipigwe tarehe 10 na ngapi, tarehe 15 hiyo ambayo iliweza kutangazwa, ambapo inaelezwa kwamba bodi ya ligi wamepanga kuweza kuahirisha mchezo namba 184 mpaka pale ambapo watakapoweza kutangaza tarehe mpya ya mchezo huo. Kwa kile ambacho kinachoonekana ni kutokana na yale ambayo yameendelea mpaka sasa, ambapo barua hiyo inayotembea katika mitandao ya kijamii inasema ya kwamba tunapenda kuwa taarifu wapenzi na wanamichezo kuwa mechi namba 184 ambayo ilikuwa ikitarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni 2025 kati ya Young Africans na Simba, mechi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe itakayopangwa. Upo utaratibu utakaofanyika kutokana na kufikia mwisho wa msimu huu, lakini tunaomba radhi kwa hili kwani ipo nje ya uwezo wetu, basi mambo yatakuwa sawa. TFF itaendelea kufanya kazi kwa ubora wa ufanisi wa hali ya juu kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Katika barua hiyo ambayo iliyokuwa ikiweza kutembea katika mitandao ya kijamii, lakini klabu ya Simba wakaonyesha dalili ya kutambua kwamba kuna taarifa ya mchezo wa dabi kuahirishwa. Hivyo basi wakatoa waraka wao wakisema ya kwamba klabu ya Simba inauarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184
Jumanne kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025. Tunaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea mpaka sasa hivi, ambapo kile kinachoonekana mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli katika yale ambayo yanayoendelea kwa sasa, ambapo kinachoonekana sasa hivi unaambiwa dabi imekuwa ni kesi. TAKUKURU ya wasaka wahusika wa maamuzi ya ghafla ya Juni, ambapo saa chache kuelekea kilele cha sinema ya soka na sheria. Sehemu ya kwanza, TAKUKURU na fedha za usajili. TAKUKURU imeingia rasmi kwenye sakata nzito linalogusa msingi wa maadili na fedha katika soka la Tanzania. Barua imepelekwa Yanga na TFF kuwataka kutoa maelezo kuhusu maswali matano ya moto. Je, swali la kwanza, fedha kutoka CRDB kwenda TFF kabla ya usajili wa Yanga zilitolewa kihalali? 2. Kwa nini TFF walihifadhi bila kuwasiliana Yanga kwa muda mrefu? 3. TFF hawakutoa invoice wala risiti, kuna ajenda ya kificho? 4. Kodi ya serikali kupitia TRA ililipwa? 5. Je, kuna taarifa zilizocheleweshwa au kupotoshwa kimakusudi? Ili sakata la kiuchumi sio mpira tu, ni maadili ya fedha na mamlaka. Sehemu ya pili, sakata la dabi ya Machi 8, mamlaka za serikali za gusa wigo wa mpira. TAKUKURU tena, safari hii kuhusu pesa, si kuhusu pesa bali nguvu ya mamlaka kuingilia ratiba ya mpira. Taarifa mpya zinaeleza kuwa barua rasmi imekwenda TFF na Yanga wakitakiwa kufika Juni 13 ambao ni siku ya leo katika mahojiano. Lengo kumtambua kiongozi wa serikali aliyotoa agizo au kushawishi kuahirishwa kwa dabi ya Machi 8, jambo ambalo limesababisha sintofahamu kubwa kitaifa. Hii dabi si dabi tena. Hii ni saa ya maamuzi. Simba wamesema watakubali matokeo yote yaliyochochewa na maamuzi ya ghafla yaliyoasili dabi ya Machi 8. Yanga nao wanadai walizingatia maelekezo mamlaka husika, si suala la kuiutashi wao. Je, kweli kiongozi wa serikali alihusika kusimamia au kushawishi mabadiliko ya ratiba? TAKUKURU sasa ndio waamuzi wa nje ya uwanja. Nini kinachoweza kufuata? Uhalali wa mashindano ya msimu huu unaweza kutikiswa. TFF inaweza kukabiliwa na tuhuma za uhujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka au rushwa kimfumo. Klabu zikipinga mabadiliko ya ratiba kiolela, msimu unaweza kuingia kwenye hali ya kutotambuliwa rasmi, yani huenda ukafutwa. Mpira umegeuka kuwa filamu ya kisiasa juu ya sheria ya kile ambacho kinachoonekana kwa wakati huu, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli katika hiki ambacho kinachoonekana mpaka wakati huu, ambapo inaelezwa kwamba watu wanawashangaa klabu ya soka ya Simba Sport Club kutokana na yale ambayo waliweza kuyatangaza. Simba ni kama wanaamua kujikanyaga wenyewe kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka wakati huu, ambapo inaelezwa ya kwamba klabu ya Simba ndio walikuwa watu wa kwanza kudai ya kwamba wanahitaji, hapa nazungumzia ripoti hawezi kucheza mpaka ripoti ya kile kilichoweza kutokea siku ya Machi 8, lakini unaambiwa dalili za kuchanganyikiwa kwa mtani ambaye ni Simba Sport Club. Ameandika Prince Deogratis, mchambuzi wa soka, anasema kwamba huu ndio wakati mgumu ambao Simba wataelewa Yanga walijisikiaje baada ya wao kugoma kucheza tarehe 8 kwenye mechi ya dabi. Huu ndio wakati mzuri sana wa Simba kujua uzito wa hili jambo ambalo Yanga wamesimama nalo toka tarehe 8. Hapo mwanzo Simba walichekelea na waliona wao wamepata faida au wamewakomoa Yanga kuacha kwenda uwanjani. Kumbe wao ndio walikuwa wanajikomoa. Kwa maana gani? Sasa hivi watalilia mechi kama Yanga mwanzoni, alafu Yanga wale wapo kimya tu, wanawachora kwa mbali. Nimetumia kitu cha habari dalili za kuchanganyikiwa kwa mtani
nikiwa na maana zifuatavyo. Sababu ya kwanza, Simba wanahimiza mashabiki wao wakaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa. Je, nani katangaza mechi ni kwa Mkapa? Sababu ya pili, meneja wa uwanja wa Mkapa hana taarifa yoyote ile ya mechi ya dabi kuchezwa kwenye uwanja huo. Sasa hao mashabiki wataingia kwenye geti gani? Kama siku ile ilipigwa simu na kiongozi kutoka serikalini akazuia Simba wasiingie getini, hiyo siku watapitia geti gani? Sababu ya tatu, mpaka sasa hivi hakuna mwamuzi yote waliotolewa kuelekea mechi hiyo ya tarehe 15. Je, utaenda kujipa pointi 3 mwenyewe? Sababu ya 4, viingilio tu havijatangazwa. Sasa hao mashabiki wanaingia kwa uthibitisho gani uwanjani hapo? Simba wamekumbuka shuka wakati pameshakuta tayari. Ule wakati wa kulilia pointi 3 umefika. Ule wakati kugoma kucheza umefika sasa kwa mnyama. Na hapa tu niwaambie ndugu zangu, Simba wataenda kuvutana na TFF, na hiyo vita tutaona mengi. Na huo utakuwa ndio wakati sahihi wa hizi timu mbili za Kariakoo kuungana ili kuvunja uongozi wa TFF na bodi ya ligi ya NBC. Ukitaka kujua kama kweli wamechanganyikiwa, fikiria juzi tu, yani siku 2 zimepita, wametoka kuposti kwa umma kuwa wanataka ripoti ya kuahirisha kwa mechi ya dabi ya tarehe 8. Alafu leo wameposti kwa umma wanataka kucheza tarehe 15. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana. Mambo yanazidi kuwa mazito katika hili. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yataweza kujili mapya kwa wakati huu, kwa sababu kinachosubiriwa kwa sasa ni taarifa rasmi kutoka TFF juu ya hiki ambacho kinachoendelea, ambapo wamesema wanatoa taarifa muda wote kuanzia sasa. Endelea kukaa karibu na channel yetu kwa ajili ya taarifa ambazo ni muhimu, ambazo zimewekwa kwa uzito kabisa, zikiitwa taarifa nyeti ambazo zinakwenda kutoka katika taarifa ya bodi ya ligi na TFF kuhusiana na hatima ya hiki ambacho